Naam, warigani mpenzi mtazamaji wa channel hii ya 5 Media. Naam, makala hii ambayo nakuletea siku ya leo ni kutoka chanzo kikuu cha BBC. Taarifa zaidi ni kuhusiana na Humphrey Polepole anayeripotiwa kutekwa Tanzania ni nani? Inaandikwa na Florina Kaijage, BBC News Swahili kilipoti kutoka Dar es Salaam. Humphrey Polepole amekuwa mwanasiasa maarufu takriban miaka 10 kabla ya kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi mwaka 2022. Baada ya kuhitimu elimu ya chuo kikuu, alifanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali na kufanya kazi kwa karibu na taasisi za vijana ikiwemo Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi yani CCM. Alianza kujulikana zaidi kwa umma mwaka 2012 alipoteuliwa na Rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mjumbe wa tume ya katiba mpya iliyoongozwa na Waziri Mkuu mstaafu Joseph Warioba na kumaliza kazi yake mwaka 2014. Mwaka 2016 Rais John Magufuli alimteua Polepole kuwa mkuu wa wilaya ya Musoma mkoani Mara alikodumu kwa miezi michache kisha kuhamishiwa Ubungo, Dar es Salaam kwa nafasi hiyo hiyo ya ukuu wa wilaya na kuhudumu kwa miezi michache pia. Umaarufu wake uliongezeka alipoteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, nafasi ambayo kimsingi ni ya kuwa msemaji wa chama hicho kinachotawala Tanzania. Anafahamika kwa kutetea sera na utendaji wa CCM na serikali ya Rais Magufuli hata pale alipokuwa na utata mkubwa masuala kama vile tuhuma za kiukaji wa haki za kibinadamu, utekaji, kuwekwa watuhumiwa mahabusu kwa muda mrefu na wengine kufunguliwa kesi nzito za uhujumu uchumi na kiukaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Rais Samia alipoingia madarakani Machi 19 mwaka 2021, Polepole kukaa kwa muda mrefu kwenye nafasi ya usemaji kwani aliondolewa kisha kuteuliwa kuwa mbunge kabla ya kuteuliwa balozi nchini Malawi. Anajulikana pia kwa kauli tata au kuhusu ahadi za CCM na serikali ambazo hazikuwahi kutekelezwa kama vile ujenzi wa barabara za juu yani flyovers katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Hadi sasa barabara za juu zimejengwa 4 pekee katika maeneo ya Ubungo, Tazara, Chang'ombe na makutano ya barabara ya Mandela na Kilolod. Maeneo kama vile Mwenge na Moroko barabara hizo bado hazipo. Wakati fulani baada ya kuondolewa kwenye usemaji wa CCM aliwahi kunukuliwa kwenye mahojiano akisema CCM kumejaa watu wahuni wanaofanya matendo mabaya kama vile fitna, zengwe, uchawi dhidi ya watu walionyoka kama vile hauwezi kupatwa na uchawi hata shetani anamwogopa. Tangu alipojiuzulu nafasi yake ya ubalozi ameendelea kukosoa mambo mbalimbali, lakini alikuwa katibu itikadi na uenezi Amos Makala alizungumza hatua hiyo siku ile ya Julai 13 na kusema endapo Polepole angethibitisha iwapo barua ile ya kujiuzulu ni ya kwake, maudhui ni ya kwake, ni utashi wake, lakini ambayo inamfurahisha ni kwamba amemaliza kwa kusema atabaki kuwa mwanachama mwadilifu wa CCM. Kutokana haya ndio ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii mara baada ya Polepole kuweza kutekwa na watu wasiojulikana. Nini komenti yako? Basi dondosha comment kupitia YouTube channel hii ya 5 Media. Kwa idhaa ya Kiswahili nimeweza kukopi na kukurushia wewe moja kwa moja. Bye mpaka wakati mwingine.